si ati nawatishia, lakini mimi nawaambia kama vitu ambaye iko ni ya huyu mtoto zitapatikana. Mimi nataka nikuhakikishia vitu zako ambaye unadai na unasema zimepotea. Vile nimefika hapa, unajua hata wakati huyu kijana Binai alinipigia simu na akaanza kunieleza, kuna mambo mengi ambayo nilikuwa naona. Na kuna vitu mingi ambayo ilikuwa inajitokeza kwa hii kazi yako. Hata kabla. Nyamaza Mike. Nyamaza. Mbona ukifunga gate? Nyamaza. Nyamaza. Na wewe sitakupea ruhusa kuongea. Unajua hapa ni kwa nani? Wewe ndo nani? Unaniguza. Unaguza nani? Unaniguza mimi. Wewe ndo nani? Ana udem. Tafadhali. Ona. Mimi nitaua. Acha. Amanda. Unaongea na nani? Amanda. What is happening? What is not happening? Hao watu umewatoa wapi kwanza? Ukifunga gate. Ona sasa vitu umeniletea. Hizi ni nini sasa? Wewe niambie kwanza yeye ni nani? Please babe. Wewe ni nani? Mwanamke akiongea tena mimi nitaua. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu nimeona venye mambo inaendelea kuenda hapa sio vizuri kabisa, na imebidi nitafutana hapa na daktari ili tuweze kuzungumza na tujue ukweli uko wapi kuhusu vitu za Amanda. Amanda, unasema kwamba wewe unatazama kazi zangu. Najua huyu mtu namjua, sio mara ya kwanza umepatana na yeye. Sio mara ya kwanza umeonana na yeye, si ndio? Yes. Unamjua vizuri. Ninamjua. Na nilikuita hapa kwa sababu nilijua atanisaidia. Asante sana. So nimemtafuta tuone kama tunasaidika. Kwa wale ambao wamjui hapa ataweza kujiintroduce majina zake na awaambie. Nimemwambia kwamba kuna mtu tunaleta hapa tuweze kujua ukweli mambo venye yanaendelea hapa, kwa sababu Amanda pale anasema kwamba amerudi Kenya, na kurudi Kenya alikuja akitaka kufanya shughuli zake ambazo zimesimama saa hizi. Huyu mtu mwenye atasaidia kwani yeye ni Mungu? Sijasema kwamba ni Mungu. Ni daktari tu wa kienyeji na ataweza kuwaongelesha. Daktari wa kienyeji? Waganga? Huyu si mganga bro. Huyu si mganga kabisa. Daktari wa kienyeji. Sasa anatusaidia nini hapa? Daktari wa kienyeji na kwanga mganga mate? Hapana, ni mganga. Ni mganga. Anatusaidia nini sasa hapa? Mganga. Si mganga. Mimi wasinirogea mtoto. Mimi wasinirogea mtoto. Hakuna mtu anataka kukoroga na nini. Kwetu hatuna mtoto ni wangu. Hizo vitu haziuko kwetu. So hatuwezi suluhisha na mambo ya. Ningeenda hata polisi. Hapana, mkiiweka hivyo unaiweka vibaya madhe. Huyu ni mtu mwenye anatambua Mungu sana na ni mtu anaenda kanisani, usimuone hivyo. Hapana. Ama ni venye amejifunika ndio maana mnaogopa? Tuelewane ili tuzungumze na yeye tusikie kwa upande wake. Si umesema kwamba hujui mahali vitu ziko ndugu yangu? Nataka tujue mahali vitu ziko tusaidiane na Amanda. Ndio maana sasa tuletee mganga, madaktari sijui nani hawa. Tena ni wazee. Okay, sawa. Daktari, habari yako? Yes, niko salama. Na vile umenipigia simu, sijakuwa mbali. Nimekuwa tu around. Sababu kuna shughuli hata nimeacha, ndio maana nimekuja tu kwa haraka. Niko na muda mchache tu hapa nataka kuenda. Kuna shughuli ambayo nimeacha huko. Na nimekuja nisikize sababu vile umeniambia. Kuna issue imetokea hapa kidogo tu nipitie hapa. Na ndio nimeacha hiyo kazi huko. Nimeamua nikuja nipitie hapa nisikize nini inaendelea. Yes. Asante sana kufika. Sawa daktari. Hapa niko na rafiki yangu ambaye anaitwa Amanda. Amanda alinitafuta ilikuwa jana. Alinitafuta jana akaniambia kwamba nimwendee pale airport. Anatokea pande za UK, nilikuwa nimekuguzia hiyo mambo. Na tulifika pale kwake, tukapata mambo sio mazuri venye alikuwa anatarajia. Huyu ni mpenzi wake ambaye anaitwa Mike hapa. Kule mwisho ule ni mama yake, na hapa huyu ni mpenzi wake pia ambaye alipatikana naye pale kwa nyumba. Sasa ukileta mganga hizo nini sasa mnatuletea hapa sasa? Ati daktari. Sasa unataka tutibu nini hapa sasa? Acha tumpe tu nafasi bro, tuone venye atatuzungumzia hapa kitu atatuelezea. Kuna mganga ama hakuna mganga? Mimi ni bibi ya Mike. Okay, ni sawa. So daktari, venye nilikuwa nimekuelezea, huyu ni mpenzi wake ambaye alipatikana naye kwa nyumba jana. Baada ya hiyo mambo kufanyika, kuna vitu ambazo za Amanda zilipotea pale kwa nyumba, na tumejaribu kutafutana, tumejaribu kukaa hapa meeting mwisho kabla hujafika hapa. Tumejaribu kuongea na Mike, yeye anasema kwamba hajui mahali hizo vitu ziko. Tumeitana na bibi yake mwenye amesema amekaa naye kwa hiyo nyumba miezi 9. Pia bado anasema hajui. Mama yake pale pia yeye pia anasema kwamba hiyo mambo hajui kabisa. Sasa labda nimpea Amanda nafasi pia aweze kukuelezea kidogo vile ilianza kutoka atoke. Amanda ndio huyu hapa.
kutoka vile alitoka UK. Hiyo mambo si huku kwetu hatutaki, hiyo mambo ya sijui mambo ya madaktari. Hata mamangu hizo vitu haziuko kwetu. Hatuwezi kubali maneno kama hiyo. Pasta, sio mganga. Angeleta hata pasta. Sasa mbona mlete madaktari? Huyu sio mganga jamani. Si nimemwambia kwamba kwa nini alete mtu mzee wa miaka karibu 70? Nimwambia huyu si mganga. Wewe unajua mganga vile huwa anavaa? Na si anavaa kama yeye. Anavaa kama yeye. Hizi ni hizi kwa kichwa. Sasa ndio kama jaja ama. Amanda, ningependa uchukue muda kidogo uweze kuelezea daktari vile mambo ilianza tukitoka nawe pale nini airport mpaka vile tulifika kwa nyumba, na pia unaweza mguzia kwa vitu zenye unasema kwamba hazipatikani na hizo project zenye ulikuwa unafanya ili ajue vile atakuelezea. Sawa. Mimi naitwa Amanda. Jana nilikuwa na Binai. Nikampeleka kwangu. Nilikuwa nataka ku clear doubts. Kwa sababu nilikuwa na shuku maybe Mike is cheating on me. So nikachukua Binai twende naye kwangu, nika confirm, ni clear two doubts. And kufika huko unfortunately or fortunately tukampata na huyu mwanamke anaitwa Kate. Kumuuliza Kate ni nani? Kate anasema yeye ni bibi ya nani? Bibi ya Mike. Na anasema kwamba ako na mimba yake ya 1 month. Na ati wameishi pamoja for 9 months, Na mimi hii nyumba ni nyumba ambayo niligiftiwa na babangu on my 30th birthday. Nikapatia Mike kwa sababu alikuwa analipa rent. Nilikuwa na ina haja ya kulipa rent na nyumba iko vacant na siko around Kenya. Aitumie. Akuwe tu ana run things around. Kumbe yeye alichukua mwanamke kwa sababu tumejuana tumedate for 3 years. The first 2 years nimekuwa nikikuja on and off. But this year juu ni kuisha inaisha hatujapatana. Nikamwa ni msurprise. The last time nilikuwa huko last year nilitoka kama nimechukua funguo ya gate na ya nyumba kama ajui. Sasa hizo ndo nilitumia ku access nyumba. Na nikiingia hata hakusikia. Nikiwa UK anashinda akiniambia wewe CCTV ndo ziko na shida just because ako na mwanamke ndo nisijue. Sasa hivi jana after kuwapata niliwafukuza kwangu. Nikamwambia wavae tu nguo watoke. Na akaniambia gari ambayo nilikuwa nimempatia aliacha car wash. Nikajua kwa hiyo car wash nitaenda niipate kwa sababu ni car wash najulikana na wanajua gari ni yangu. Kufika naambiwa gari yeye mwenyewe ndo alichukua. Lakini sasa anakana. Sawa. Na sielewi ni kwa nini anakana. Another thing, documents zangu zimepotea kwa hiyo nyumba. Documents za title deeds za properties zingine ambazo babangu alikuwa amejenga, BNB's documents zioni, logbook sijui hata iko wapi. Mimi hata naomba tu nisaidie nijue mali hizo vitu ziko. Ndio maana nimewaita hapa. Na tuelewani na wao. Nataka tu vitu zangu juu babangu sijui nitamuelezea nini. Sisi hapana. Si mama inabidi tuende. Hatutaki. Hii mambo ya mashetani sisi hapa kwetu hatutaki. Mambo ya ushirikina. Mama Mike tafadhali. Hii maneno tunazungumza. Sasa mbona utulete wazee kama hawa? Wewe si mganga. Si mganga tafadhali. Mkae chini tuweze kuzungumza. Sio kuogopa, lakini mimi maneno na uganga dini yangu imekataa. Huyu sio mganga, atawaambia mwenyewe kama ni mganga ama si. Mike naenda na yeye. Mama mimi hapa ni destroyer. Wewe tulia kwanza hapo. Wewe unaona mambo ameleta mambo ya washirikina hapa. Sasa tutakubali mambo ya washirikina hapa kwetu. Hapana. Mama Mike, naomba tuketi chini tumsikie. Si ameshafika. Wewe mzee nini nimekuleta hapa kwanza? Sawa, atabaki mimi tutaenda na wewe. Mimi nataka tu tukae chini sababu ndio nimefika, ni vizuri hata tujuane sababu unajua kujuana ni kitu ya muhimu. Hata salamu ndio nini ifanyike? Naomba tu tukae chini kwa dakika moja tu na mkitaka kuenda mtaenda. Nataka tu tujuane kwanza. Nipe tu dakika moja. Niwaambie tu wakae chini dakika moja kuna dakika moja. What will it cost you guys? Nipatie dakika moja. Nakupatia dakika moja. Kete tu chini nani? Kete. Mike tukae chini. Penye Mike anaenda, naenda na yeye. Niko na mjukuu wako. Mjukuu wangu mgani? Niko na mimba. Wewe sio mambo tumeambiwa tunyamaze bana. Nyamaza. Kwenye unaenda tunaenda na wewe. Unaenda naye wapi? Okay, tufanye hivi tutulie basi tusikie upande wa daktari anasema namna gani. Nasema tu nataka dakika moja kutoka kwenyu sababu kuna vitu ambaye huyu msichana mmesikia vile amejieleza na nadhani ni pia mimi nimemuelewa
na ningetaka tu nisikie kutoka upande wenyu haya mambo ambayo anaongea. Mnajua kila kitu ambayo inaendelea hapa? Tunaelewa kila kitu tunajua, si ati lazima ungekuja. Na mmemaliza aje na yeye? Sababu naona haka analalamika kwamba mmejaribu kuongea lakini hamjaelewana. Mimi asinihusishe, mimi sijui, mimi si yuko. Ilikuwa yeye na Mike, mimi sijui. Kwanza kitu nitafanya huyu msichana, unajua hii ni mambo ya hii familia. Kwanza ningeomba utupishe tu kidogo. Nataka niongee nao kidogo tu. Nataka tu utupishe kidogo niongee nao. Ungetupea nafasi. Niwapishe niende wapi? Tupee tu nafasi kidogo sababu kuna vitu nataka kuongea na hao watu. Nitaenda lakini nikitoka naenda kungoja Mike hapo nje. Penye anaenda tunaenda na yeye. Wewe ende utafute baba mtoto. Baba mtoto ni Mike. Sio mtoto wangu. Baba mtoto ni Mike. Sio kijana wangu. Niko na mjukuu wako. Sio Mike wangu. Mimba. Silei peke yangu. Wewe tuondokea hapa kwanza. Mjukuu mmoja. Alafu pia tupea dakika moja. Naomba utupishe tu vile daktari amesema tafadhali. Enda utafute baba mtoto wako. Cha kusinzia. Tupishe tu. Yeye ndiye baba ya mtoto wangu. Hapana. Na nikienda naenda kumgoja kwenye naenda na yeye. Unaenda na mtoto wangu wapi? Naenda na yeye. Wewe enda. Ungesonga tu, ambia wasonge tu hapa karibu. Ndio songa tu hapo. Tuweze kuzungumza. Kaa tu hapa bro. Siogope. Yes, sasa habari ya nyenye. Unajua hata hatujasalimiana. Kwanza au mtu umeleta sasa umemleta kwa nini? Hakuna mahali pengine hata ungeenda kwa polisi. Kujua ukweli. Kwani ukweli itatoka hapo kwa hii bag amebeba? Kwa huyu ndo tutapata ukweli. Ni sawa, kama ukweli itapatikana sina shida. Bora tu asikuwa anaguza mtoto wangu. Kama kuna kitu anaenda kupatia kijana wangu, sitakubali. Hakuna mali mtoto wako ataguzwa madhe. Hakuna, Mtoto wako safe kabisa. Hizo vitu zipatikane. Tuachane kwa amani. Yes, sasa kitu ile mimi nataka kuuliza kwanza. Kijana umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Mike. Yes, Mike. Asante sana. Mike, umesikia vile huyu msichana amesema na nimetaka tu kusikia upande wako sababu najua yeye amejieleza na mimi nimetaka naye nisikie upande wako ndio nijue hii mambo ambaye anasema kama ni ukweli ama ni anakuwekelea ama ni hivyo vile amesema. Nimetaka tu nisikie upande wako. Mimi kila kitu anasema ni uongo na mimi hakuna kitu nimechukua kwake. Alafu na yeye kujuana tunajuana. Mmekaa naye kwa muda gani? Miaka 3. Miaka 3. Mmekaa naye kwa miaka 3. Ndio. Na unasema mwisho kukua huku ilikuwa lini? Mimi nimekaa huku. Okay, nimekuwa on and off for 2 years. Hii mwaka yote sijakuwa huku. Na kuongea labda kuongea tumekuwa tukizungumza kwa simu. Video calls mostly. Kijana, mimi nataka tu niambie hii mambo ambayo huyu msichana anaeleza, hii malalamishi, wewe unaichukulia namna gani? Amelalamika sana, vile nimemsikia amelalamika sana kwamba vitu ambaye amekutendea na mambo ambaye ameyaona jana. Umesema ni jana? Yes. Anasema vitu ambaye ameona jana hata yeye imemshangaza sana. Hii mambo ambaye ameongea, wewe unaichukulia namna gani? Mimi hiyo mambo anasema mimi kwanza mimi mambo wazee mistaki. Kwanza utoe hiyo kitu umevaa ndio tujue ni nani. Juu hatuwezi kaa na mtu mwenye sijui. Unajua kitu ya maana bora unasikia sauti. Bora ya maana unasikia sauti na maswali ile nakuuliza unasikia na uzuri naongea Kiswahili na nadhani unaongea Kiswahili, si ndio? Sasa nilikuwa naomba mzee. Naomba utatue hiyo shida. Kama ni yako anajua mahali hizo documents ziko utuambie. Tumalizane na hii story. Cause hata mimi naona ni kama inaenda too much. Inazidi. Atafute shida gani? Sasa acha aende polisi ama aende kwa lawyer. Hapana, hawezi tuletea waganga. Hapana mama, hatuwezi kubali. Hii mambo ati sijui nini mama hapa mimi si huko hata comfortable. Naomba tu mwambizo penye hizo vitu zake ziko. Juu hata mimi saa hii hizo ni vitu kidogo. Hizo ni vitu kidogo tunaweza maliza, si ati mambo kidogo sana. Si ati anaanza kutiringia ati ni kama niko nayo ni mingi.
ni kama siwezi mam, ni kama anaona siwezi jilisha, ni kama yani ni kama anateseka sana. Mtoto wangu ateseke. Hizo vitu tunaweza kulipa, kama kitu imepotea tunaweza kulipa. Mimi naweza enda, mimi ni hard working man. Naweza tafuta kazi. Pesa zangu sasa zimegeuka. Si ati lazima mnaweza zitumia. Mtoto wangu. So hizo vitu naona, hizo vitu sasa ndo tumetaka zipatikane. Mzee atusaidie. Hizo vitu kwani zinapatikana? Si kwani lazima ulete waganga hapa? Ndio Kwa hivyo unakubali, unajua mahali hizo vitu ziko? Mimi hizo vitu sijui mahali ziko, na mimi mambo yao waganga mimi sijui. Angeleta mtu kama huyu. Kwani ama ni bwana yake? Mimi hata sijui watu ama mbona anavaa mask kwanza? Mbona amejifunika uso? Acha tumpe nafasi basi azungumze. Enda kule retire huko. Mimi mambo ya wazee mimi sitaki karibu na mimi. Mimi kitu ndasema ni mimi kama hata hiyo nyumba ametengeneza huko nyumbani. Aenda abomoe. Tuanze. Kwanza mimi nataka kutengeneza upya. Nitabomoa. Nyumba ya hakuna kitu mnanitishia. Sasa kale ka nyumba ka 3 bedroom ndio unaniambia. Mimi ulikuwa unanipima na nyumba ya 3 bedroom. Nyumba bure. Yes. Yaani kiburi. Yaani kama mama hatujiwezi. Yaani msichana ni kama amefika mahali anaona hatujiwezi. Na huyu kijana wangu tu ni mmoja. Nataka kuniharibia mtoto. Sawa, mimi nimetaka nisikie upande wenyu na nimesikia na yale ambayo anaenda kuongea. Unajua mimi naongea kama mzazi na pia wewe ni mzazi, na unajua hawa ni watoto wetu, na ni vizuri makosa ikitendeka tujue vile tunapata solution. Najua mambo ya kusema hii ni vizuri tunakaa, ndio maana nimewaita tukae chini tuongee kama wazazi, na hao watoto ni wetu, tujue makosa imefanyika hapa tutarekebisha namna gani. Lakini mambo ya kuongea kama unajua hivyo, wewe ni mzazi lakini hapo unakosea. Hakuna kitu nakosea. Mimi nataka utuambie hizo vitu mahali ziko. Aridhike aende, aachane na kijana wangu. Nikisema mtoe mumpe. Tunatoa wapi? Mimi sina. Na kwanza mbona wewe ukuje? Yaani kwa watu wote aliona hatua alete tu wewe. Najua hata hauna uwezo wa kutuonyesha mahali hizo vitu ziko. Unatuestia tu time. Najua unaongea hivyo sababu ndio mara ya kwanza mimi na wewe kupatana, na si ati nawatishia, lakini mimi nawaambia kama vitu ambaye iko ni ya huyu mtoto zitapatikana. Mimi nataka nikuhakikishia vitu zako ambaye unadai na unasema zimepotea vile nimefika hapa. Unajua hata wakati huyu kijana Binai alinipigia simu na akaanza kunieleza, kuna mambo mengi ambayo nilikuwa naona na kuna vitu mingi ambayo ilikuwa inajitokeza kwa hii kazi yako. Hata kabla sijakuja, unajua huwa najipanga kwanza, naona ndio nijipange nijue nini na nini ambayo inahitajika kwa hii kazi yako. Na mimi ningependa nikuambie ukweli, nikufunulie tu wazi, nikuambie umekuwa katika hali gani, sababu umekuwa kwa giza kwa muda mrefu sana. Yes, watu wewe mwenye umekuja, wewe sijui mganga sijui daktari, umekuja kufanya nini? Kwa unajua sijakuelewa vizuri. Nataka kunielezea ni nani ako na documents zangu. After kuelezea mingi. Nimekuwa kwa giza. Giza gani? Na sasa ndio wakati nitapata mwangaza. Mwangaza gani na miaka? Tuendelee. Sasa unadhani hizo vitu utapata? Hizo vitu hutapata, zitapatikana wapi? Wapi tunapata wapi? Hizo vitu haziyuko, hatuna. Tunatoa wapi sisi vitu kama hizo? Tumekuambia hatuna na hatuna. Tutolee wapi? Sasa ndio tuletee waganga. Sisi tujaribu na waganga. Sisi kwetu hatukubali hizo maneno. Sawa. Tumekuambia mahali hizo vitu ziko. Hata nyenye msikuwe na wasiwasi na mahali hizo vitu ziko, kama ziko zitapatikana. Hiyo ndio kitu ambaye mimi nakuhakikishia, kama ziko zitapatikana. Hata zikuwe zimewekwa wapi, hata zikuwe zimefichwa London, hata zikuwe zimefichwa wapi, vitu zako zitapatikana. Wewe usikuwe na wasiwasi. Hata mzazi usimwambie, sababu nimeona ni mzazi ana roho nyepesi na ni mtu ambaye ako na ugonjwa wa moyo. Hii ripoti kama hii unajua itamstua. Yes. Sasa usimwambie. Wewe tulia tu, mimi nitashughulika mimi mwenyewe. Nimeona hali yake vile hako. Ukimwambia habari kama hii itamstua. Sasa wewe tulia tu, mimi nipange hii mambo na vitu yako yote. Sasa ndio nimekuwa nakuelezea, na ndio unajua watu walikuwa wanaongea huku, ndio niko nakuelezea hali ambayo umekuwa ndani.
Umekuwa kwa giza kwa muda mrefu sana. Na umekuwa unatumika vibaya. Na naona kwa upande wako wa mapenzi naona iko na shida. Upande wa ndoa, nyota yako ya ndoa iko na shida. Na ndio maana umekuwa unatumika. Sijui kama unanielewa vile naongea. Hii ndoa yako iko na shida. Shida gani? Kuna vitu ambaye iko na kasoro, na hii kasoro ilitengenezwa. Unanielewa kweli? Nakupata. Hii kasoro ilitengenezwa ili utumike. Kwani wewe Amanda, kusema ukweli hatungeachana tu kwa amani, lazima ungeleta wazee. Na hizo vitu ni kama zangu lazima nizipate at all means. Ni kama ulitumia tu plan ndio usiniache, ndio unifuate kwa maisha yangu yote. Alikuwa anatumia ganga ndio ashike na kijana wangu. Na kwanza wewe mzee, wewe hata ni kama ni bwana yake, wewe si mzee, ni kijana. Sio mzee? Ama ni kimzee hiki kiende kilime huko nyumbani. Kwani uwezi enda kulima upewe pesa ya retire? Lazima ukuje niambiwe mali documents ziko kwa sababu unani wastea time. Hata vitu unaongea time. Mzee enda akalime, kama ni usaidizi unataka mzee. It's not making sense. Mzee kama ni usaidizi unataka useme tu usaidiwe tu kama uko na shida mingi. Si ati unakuja hapa kutuambia mambo ya ni kama unataka kujua maneno yetu. Tuelezewe samani. Atuelezee nini? Acha mzee aende nyumbani alinde mambuzi huko. Nimnyamaze mimi na nihusu basi. Wewe kuhusu huko juu sababu unajua ni nini unatumia. Mzee ni kama ni bwana yako mwingine tena. Kama tukue na heshima tafadhali. Kitu ambaye mimi niko najaribu kukuelezea, unajua mimi huwa napenda kuongea kwa mafumbo. Na kama uko na akili ile sharp, unaunganisha area haraka haraka, unajua ni nini ambaye niko na maanisha. Nadhani unanifuata vile niko naongea. Yes. Ndio niko nakuambia upande wako wa ndoa iko na shida. Na hii shida ilitengenezwa ili utumike. Mpaka hapo umenipata? Nimekupata. Hii shida ilitengenezwa ili utumike, ili watoe kitu kutoka kwako. Na wamefaulu. Wewe unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Shida gani? Wewe mwenyewe ndio shida wewe hapa sasa. Sasa nani alimtumia? Wewe unaona kama namtumia mimi na hata wewe ni kama nipatana naye. Mimi sijataja mtu ama kuna mtu nimetaja. Mbona uko na wasiwasi? Sina wasiwasi lakini mbona uko upande wake sana ni kama si ndio wezi? Nani mwingine anaweza nitumia vibaya? Na ni upande wa mapenzi. Meaning it's Mike. Mike ndio mama. Mimi huko nyumbani, huyu mzee si mzuri. Kuharibia mtoto wangu jina. Huyu mzee ni kama tu ameona tu aniekelee. Unasikia upande wangu wa ndoa niko na shida. Na kuna watu walikuwa wanataka kunitumia vibaya. Na ni nyinyi. Wewe Mike ndio unataka kunitumia vibaya. Who else did I love? Si ni wewe? Ndio umenitumia vibaya. Unaniletea hadi waganga. Mtoto yangu iko na nini? Mimi ni kijana mdogo naweza naona kutafuta maisha. I don't care kama ni mdogo ama ni mkubwa. Alikuwa anani target. Kuna kitu alikuwa anataka. Umefaulu. Anataka kwako. Mimi ni kijana mdogo naweza jitafutia maisha. Kwani lazima ukae hapa? Kwa ulikuwa unajua kujitafutia maisha ungeacha nikuweke. Yaani jua hizo vitu ndio upate hizo documents zako. Si uchukue kutoka. Uchukue kutoka kwake uachane na mimi. Ni nani yako nazo? Nitazichukua. Si uende uzichukue. Mimi hata mimi hapana hizi mambo za waganga hapa mimi sitaki. Huyu mzee kwanza aenda akule pesa ya retire. Amezeeka sana. Hafai kukaa hapa. Hiyo mambo ambayo wanaongea ni sawa tu, haina shida. Mimi wacha nikuelezee. Sababu wamekataa kuongea. Mimi wacha nikuelezee. Unajua mimi naongea vitu ile nimeona. Sasa mambo ambayo nakueleza haya unashikanisha haraka haraka. Na jo unaona watu wacha nikuambie ukweli. Watu hawakuwa na nia na wewe. Nia gani? Watu walikuwa wanataka pesa kutoka kwako. Mama mzee kama huyo. Walikuwa wanataka tu pesa. Watu wanataka pesa kutoka kwako. Pesa gani wewe mzee unajua ulikuwa hapo kwanza tukiwa na wewe. Kwa nini ulikuwa Simnyamaza? Wewe mzee na wewe toka hapa sasa. Umeanza kuleta vitu watatu. Washapata hizo pesa. Na ndio unaona vile wanakuongelesha. Hapo nyuma walikuwa wanakuongelesha hivi. Hapana. Hapa nyuma si walikuwa na heshima. Lakini saa hii umeona kiburi vile imepanda, wamemea pembe. Sababu wamefuna. Ndio maana wanasema vile wako na pesa mingi hata nisiwashtue. Tumevuna nini wewe mzee? Tumevuna ni kwani mimi siwezi tafutia kazi? Kwani unaonaje? Kwani unaona kama anahangaika sana? Kwa hivyo Mike ulikuwa na kazi? Ni kazi mimi nilikuwa na na pia niko na kazi mingi hata hujui. Kuna mingi ambayo hujui, achana na hii kidogo ambayo unasema umetaja hii kidogo. Kuna vitu mingi sana ambayo watu wamechukua kutoka kwako. Kama mzee ni kama amekuja kuleta mambo ya ushirikina. Vitu gani? Kuna account ambayo mlifungua wote.
Account yangu na Mike. Siongee kitu tunakusikia. Ya ile ya kuweka pesa za harusi. Ndio nikuje. Mwisho uliangalia lini hiyo account? Wewe niliangalia ni kitambo haki. Hata hiyo account sikuwa nashughulika kuangalia. Hiyo account ndani sasa. Digilock. Ni hata sijui password zake, kila kitu ilijirock. Kwa hivyo kuna account mlifungua na Mike? Nikamwambia hiyo ni ya kuweka pesa tu za harusi zenye nitakuwa namtumia. Ndio isikuwe ni aibu. Hakuna kitu kama hiyo mambo ya harusi. Mimi mambo ya account iko. Unasema ile digilock aje? Hiyo digilock kitambo hata anajua yeye mwenyewe mambo. Ndio ulikuwa unajua mambo ya account hiyo? Hiyo sijui. Sijui hiyo maneno. Na sasa wewe lakini mambo ya Mike akisema account ilijilock, I don't get it. Unless alijaribu withdraw pesa zote at once. Kwa sababu lazima ingeniletea notification of which the last time niliangalia hiyo account ilikuwa na 3.7 million. Na ilikuwa kama Kate wamekaa na Kate for 9 months, it was before hata patane na Kate. Yes. Sasa hiyo ndio vile iko. Na sasa unajua watu mmekuwa mnasema kwamba mnashuku huyu daktari sio wa ukweli. Na unajua nimetaka tu niwaonyeshe mimi ni nani. Na vile nimekuja hapa ukweli yote mimi nitamwaga wazi. Sababu mmekataa kuongea. Maovu yenu yote mimi nitaweka wazi. Na watu wajue nyinyi ni watu wa aina gani na mlikuwa mnataka nini kwa huyu msichana na kwa familia yake kwa jumla. Alikuwa anataka nini kwa kijana wangu? Kwanza alikuwa anataka nini? Alafu kwanza mbona kwani wewe ndio unaweka wewe ni Mungu? Ati maovu yote utaweka wazi. Unaweka maovu gani? Kwani mimi ni muovu ukiona? Kwani si ni wauaji? Tumeua nani? Unajua ni vizuri, heshima ni kitu ya maana. Wewe acha kutuletea vitu zingine. Heshima ni kitu ya maana na najua kama ujue mtu ni vizuri umheshimu. Ndio labda ndio mara yangu ya kwanza na nyinyi kupatana, hamjui vile huwa anafanya kazi. Na si ati nawatishia ama nini. Mimi nimekuja hapa kwa amani tuongee na tupate solution vile tunasaidia. Umeleta wewe tu. Mike, nyamaza tuelezewe kwanza. You'll talk later. Endelea. Huyu mtu alikuambia ako na mtoto nyumbani. Hata hiyo ndo tumejua saa hizi. Tumesikia saa hii tu. Hiyo nimepata hiyo habari saa hii, sikuwa najua. Mimi nilikuwa nadhani ni ndugu yake mdogo. Nimeambiwa sasa yako miaka 9. Mama yake alikuwa anakuambia ni ndugu yake. All along I knew ni brother yake mdogo. So you used to provide ni kama ndugu yake. Yes. Sasa mama, kumaanisha ulidanganya Amanda kwamba huyo ni ndugu ya Mike mwenye alikuwa anasaidia miaka 9 huyo. Kamdanganya nini sasa? Kamdanganya wapi? Nilimdanganya wapi? Si mtoto alikuwa anamuona na anajua anajimalizia ni ndugu. Wewe ukuambia Mike kwamba ukuambia Amanda kwamba ni mtoto wa Mike. Wewe ulisema ni mtoto wako. Sikumwambia. Sasa mbona ukafanya hivyo madeni? Mbona ukafanya hivyo udanganya Amanda na alikuwa anawasaidia? Hapana, Amanda yeye alikuwa anajua yeye ndio bibi peke yake. Unasikia? Na mimi singetaka kuharibu. Hata mimi nilikuwa nafaidika hapo. Na kwanza wewe kama mzazi ulikuwa hapa sababu ya pesa. Anaweza enda kwani hadi yako. Daktari anakuuliza wewe anaweza naenda wapi? Wewe ulikuwa unaona tu hii mambo yote ambayo inatendeka na wewe kama mzazi umenyamaza. Ulikuwa hapo. Alisaidika kimapenzi kutokana na kijana wangu. Na mimi nisaidike na fedha zake. Tumia tu huyu msichana. Kwa nini? Na wewe kama mzazi. Hata yeye ameharibia mtoto wangu maisha. Karibu mimi ameniweza maisha na bibi yake. Amemharibia aje jamani Mande? Miaka yake ndio shida. Mama Mike. Mama Mike. Miaka yangu ikiwa na shida, leo ndo unaona iko na shida. Sasa ndio nilijua miaka sasa ndio nikakuwa na shida. Naona mkumwambia tu mapema kwamba hatukutaki wewe hii na hivi na hivi. Usikuja hapa na hizo maneno zako. Siku itafika. Ndio sababu nilikuwa naongojea. Mama Mike, hapana. Ukiongea hivyo unaiweka vibaya na sisi pia tunakuelewa vibaya sasa kama mzazi. Hapana, pia ananikasirisha. Unajua ukikuja hapa Mama Mike nimekuja kwa uzuri. Mimi nashangaa umebadilika aje hivyo ndo maneno unasema. Amebadilika juu sasa anaingilia mtoto wangu kwa nini? Na yeye pia ile wakati walipatana, Amanda na Mike si kuwa. Ni kama amesha. Na sasa baadaye ndio nilikuja kujua miaka na hakuna kitu ningefanya.
Huku unajua miaka ya Amanda alikuwa nayo akiwa kwa mahusiano. Sikuwa najua. Baadaye ndio nilikuja kujua. Unajua lini? Haijakawia. Na unajua kwa mapenzi huwezi toanisha watu. Huwezi watanganisha. Sasa mbona ulikuwa unajua tu huyu kijana wako na bibi na mtoto, na wewe ulichukua jukumu gani? Ningefanya nini? Si hata angetaka bado walikuwa wanapendana, bora unajibu hizi maswali. Huyu mzee mimi hata simtaki. Mimi hata hizi maneno sitaki. Sasa huyu mzee hapa. Singekataa, hakuna kitu ningefanya. Ukweli gani? Sasa huyu hakuna ukweli anajua kama anagezo vitu hapa. Tutaenda. Huyu ni mzee. Tutaenda juu hakuna kitu. Anafai kuwa anaanza kusikika. Hakuna dawa tumetumia kwako. Wewe ilikuwa ni mapenzi, ulikuwa unapenda kijana wangu. Ungeenda hata polisi. Sasa hii maneno madhe tukiwa tunarushiana hivyo midomo hivyo tutamaliza kweli mama Mike na Mike. Ndio nilikuwa naomba huyu amwambie mahali hizo vitu zake ziko, acha na kwa nyumba yake huko. Ananiambia simtulie. Bwana nakwambia zienda kuambilia huko. Akwambie hizo documents ziko wapi, hiyo gari iko wapi, tuachane. Niende na kijana wangu. Kitu ile mimi nataka kutoka kwenyu. Na si ati nawatishia. Kitu ile mimi nataka kutoka kwenyu, sababu mnajua ni nini ambaye mmekuwa mnatoa kwa huyu msichana na kumtumia ambaye mmemtumia hii muda yote. Kwa hivyo unaona kama tunamtumia sisi. Yeye kwa anatumia kijana wangu. Mimi ndio niko naongea na niko nawaelezea kitu ile mimi nataka kutoka kwenyu, na nimeongea tu kama mzee na kwa upole, sababu sitaki mambo mengi. Unajua hata nimekuwa na shughuli nyingine mahali, nikaona nikimbia nipitie hapa. Mimi nataka tu chochote ambaye ni ya huyu msichana mrudishe. Kwa hivyo wako nayo daktari. Daktari ni hao wako nayo. Vitu hao wako nayo. Vitu gani? Labda kijana ndiye akona, lakini mimi hakuna kenye niko nayo. Ile nyumba alikuwa anajenga. Mimi hakuna kitu niko nayo. Kuja bomoe. Mimi hakuna kitu niko nayo, na kama niko na kitu yote aenda achukue penye iko. Wewe si muonyeshe penye ziko aende. Kwani lazima ukuje hapo unaanza kuniambia kunitishia ati mimi ndio niko nazo? Mimi nimesema kitu ambaye mko nayo, na nimeongea tu leo kwa upole. Nimesema kwamba chochote ambaye mko nayo na ni ya huyu msichana muende mumrudishie. Si ni hivyo? Nimeongea tu kwa upole. Sijataka. Hakuna kenye tuko nayo yake. Kwanza mimi ndio ni kama akona vitu zangu. Hakuna nini yako? Hakuna nini yako? Zako gani Mike? Wewe sio nyumba mimi ndio nimekuwa nikilinda, umainilipa. Aya, chakula yote umekuwa ukikula, nguo ukivaa, kila kitu umekuwa ukifanya, ushainilipa? Wewe achana na mimi sasa. Shughulika na maisha yako sasa, si lazima utuletee mambo yao. Vitu gani? Mimi sina vitu zangu Mike, na unipatie vitu zangu. Mimi sina vitu zako, hakuna kitu yako yote niko nayo. Daktari, sasa tutafanya namna gani? Unajua hao watu mimi nimewapea hiyo. Wewe daktari, elezea tu kwa uzuri. Sababu hizo vitu hata wakikatalia bado watatoa tu. Vitu zitakuja, na mimi nimewapea leo. Nimewapea tu hizo vitu mkuja nayo kwa uzuri. Yes.